Kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, tayari kikosi cha timu ya Yanga kimewasili mkoani Dodoma kwa ajili ya kuikabili Dodoma Jiji, mchezo ambao utachezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Mei mwaka 2022. Leo makocha wa timu zote mbili wamezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo huo, na hapa na kukutanisha na kocha wa timu ya Yanga Nasreddine Nabi, na amezungumza namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo huo ambao utachezwa siku ya Jumapili. Merci beaucoup pour la présence de tous les journalistes. Je voudrais d'abord remercier les supporters, les fans de Young Africans à Dodoma pour l'accueil qu'ils nous ont offert hier. Ça a remonté vraiment le moral du joueur et ça nous avait donné chaud au cœur. Kitu cha kwanza tunashukuru nyie wanahabari kuhudhuria huu mkutano. Kitu cha pili ni kushukuru wapenzi na mashabiki wa timu ya Young Africans hapa Dodoma kwa upendo wenyewe wametuonesha tokea jana wakati tumetua hapa Dodoma. Ni kitu chenye kinatuonesha mapenzi yenye wanayo kwenye juu ya timu yao, na pia tunaweza kuhakikishia kama wachezaji imewagusa wachezaji, na tunaamini kama huo upendo na sisi tutaonesha kile chenye tumewaandalia kesho. Je voudrais donc, avant de commencer de parler du match, adresser au nom de tout le staff technique, adresser au nom de tous les joueurs mes sincères condoléances à notre joueur Yannick Bangala pour avoir perdu son frère, son grand frère hier. Nous sommes tous touchés pour Yannick. Nous sommes solidaires avec lui envers sa famille. Yannick qui était toujours exemplaire avec Yanga, qui a toujours donné le meilleur de lui-même pour Yanga. Nous sommes vraiment avec lui. Et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et voilà, courage à Yannick et sa famille. Kwa mbele ya kuanza kuongea kuhusu mchezo, tulikuwa tunataka kutoa condolences za kwetu kwa jina ya technical bench, jina ya wachezaji, kwa mchezaji wetu Yannick Bangala mwenye amefiwa jana na mkubwa wake. Tunajua kama ni wakati mgumu kwake, lakini tunamhakikishia kama sisi kama technical bench, wachezaji wote tuko na yeye bega kwa bega. Juu ni mchezaji mwenye kila siku tokea amefika hapa kwenye hii klabu ya Yanga, ni mchezaji mwenye ameonesha leadership, ameonesha example nzuri kwa wachezaji wengine, na mchezaji wenye kila siku alihitajika amejitoa yeye wote kwa ajili ya klabu, kwa ajili ya timu. Parce que nous avons confiance en nous et on sait pourquoi on a fait des matchs nuls, on n'a pas une grosse pression. Mes joueurs, ils ont vraiment confiance en leurs moyens. Je dirais que nous avons manqué uniquement de chance pour marquer des buts dans les 3 derniers matchs. Vraiment beaucoup d'opportunités de buts et nous avons manqué tout simplement de chance. Et nous n'avons pas manqué ni de volonté ni de sérieux dans l'approche de ces 3 matchs. Kitu kwanza nasema kama pressure ni kawaida. Pressure ni kawaida kwa kwenye timu za kama hivi kubwa. Pressure ni kawaida kwenye mpira, kwenye football. Kitu cha pili, hatuna shaka, hatuna wasiwasi. Juu tunaamini uwezo wa kwetu, tunaamini uwezo wa wachezaji wetu. Na pia tunaweza sema kama kwenye hizo mechi 3 sio kama tumekosa approach ya kwetu haikuwa nzuri kwenye hizo mechi. Hapana. Ni mechi zenye tumepata opportunities mingi sana za kufunga magoli mingi, lakini tukakosa ile bahati ya kufunga. Sasa
kitu kikubwa. Tunajua umuhimu wa kesho, na tunajua kama wachezaji wanaelewa, sisi wenyewe na sisi tunaelewa, na tunaamini kama tutarudi kwenye wakati wetu mzuri. Swali la pili kwa coach. Samani, je peux continuer la réponse pour notre ami journaliste. J'ai pas fini, quoi. J'ai fait une première partie. Je voulais dire aussi que c'est tout à fait normal que les fans soient c'est-à-dire mécontents et tout ça. Et nous autres staff comme joueurs, nous devons accepter, comme nous acceptons les éloges des fans, quand tout va bien, quand tout va pas bien, il faudrait accepter leur frustration ou leur mécontentement, mais ça doit rester dans des normes acceptables, pour la simple raison qu'il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi se faire peur. Ils ont une bonne équipe, ils sont premiers, et ils dépassent le deuxième à 8 points. Je sais qu'il y a dans les analystes, dans les journalistes, les radios, partout, 8 points, s'ils font match nul, s'ils perdent là, sinon on gagne, on connaît tout ça. Ne vous faites pas de faux espoirs, hein, les autres supporters. Yang, Inch'Allah, elle va être champion, mais il faudrait que les fans soit un peu après positif. On est tous dessus, nous regrettons, mais après, ça y est, on dépasse ça. On doit essayer d'être positif et ne pas trop critiquer le joueur. Nous, moi, entraîneur, vous pouvez me critiquer, pas de problème, no problème. Mais il faut, c'est vos joueurs, c'est les joueurs qui vous apportent du bonheur. C'est les joueurs qui apportent le résultat. C'est les joueurs qui, Inch'Allah, vont apporter les titres. Vous avez le droit de se fâcher, mais ça ne doit pas continuer. Ils ont besoin de votre soutien maintenant. Ils ont besoin de votre encouragement pour ne pas donc sombrer ou continuer dans les mauvais résultats. Kuhusu mashabiki, tunasikia wakati timu haifanyi vizuri, kutokufurahi ni kawaida. Kutokufurahi ni kawaida, kusirika ni kawaida, lakini pia wanapaswa kujua kama sisi kama walimu, hivyo ni vitu vya kawaida. Tunaweza tukabi accept juna gisi tuna accept wakati timu inafunga, wanakutaja majina, wanakupanga majina, wanakuambia jina lako hivi, jina lako hivi. Sasa tunajua na wakati vitu haviendeki vizuri, watu wako rahisi kuongea vitu vyenye kuonesha frustration ya kwao. Hivyo ni vitu vya kawaida, lakini pia kuna wakati frustration inapaswa kumalizika, ukakuwa positive, ukaangalia mbele. Juu sisi tunaamini kama hakuna haja hata moja ya kupanic, hata moja. Leo tuko mbele, mwenye iko nyuma yetu tuna gap ya pointi 8, pointi mingi sana, mingi. Sasa hakuna haja ya kupanic. Sana sisi walimu kutukosoa nini, radio, wachambuzi nini, hivyo ni vitu vya kawaida. Juu hiyo ni kazi yao. Lakini wafansi wajue kama wale wachezaji kuna wakati vitu vinaendeka vibaya. Sasa sio wakati wa ku criticize, wa kuwakejeli. Hapana, hii ni wakati wa kusema sawa, hatukufanikiwa, acha tujipange kwenye mechi ya kufuata, tuwasupport. Juu wale wachezaji tokea mwanzo wa msimu wamekupa furaha, ukatembea mtaani unavimba, unasema mimi niko hivi, mimi niko mwananchi, mimi navaa jezi kila siku, navaa jezi siku 7. Sasa wale wachezaji leo wanapitia wakati mgumu, wana shida ya support ya kwako. Na juu wanafanya kila jitihada juu kesho yake warudi kwa wakati wao mzuri. Na wanajua kama wakati umepita hizi mechi 3 hatukufanya vizuri. Hiyo iko clear.
wanajua na yao kama hawakufanya vizuri, sisi wote tunajua, na lakini tunatumika kila siku juu tuhakikishe kama kesho yake wale wa fans, wale mashabiki watembee mtaani wanasema Young Africans tumebeba kombe, na hiyo bila shaka itafika. Lakini pia kesho tunaenda kucheza mechi mbili. Tutacheza na Dodoma Jiji, mechi itakuwa ngumu, lakini pia tutacheza mechi against Uwanja. Hiyo pia tunajua kama viwanja vyote haviwezi kufanana na Mkapa, viwanja vyote haviwezi kufanana na Mbeya wala Morogoro, lakini kuna changamoto ya viwanja sana kwenye timu kadhaa. Kwa kusema ligi kuwe na mvutio, watu wameshawekeza sana, wanaonesha ligi kwenye live. Sisi tuko hapa Tanzania tunawaza kama watu wanaangalia hii ligi ni watu wa Tanzania. Hapana, kuna watu wako Marekani, kuna watu wako Canada, kuna watu wako Spain, watu Burundi nini, wanakupigia simu kila siku, wanaona hii ligi. Sasa kwa kusema hii ligi tuipatie thamani yenye ina deserve, inabidi miaka ya mbele tuangalie hivyo vitu vya nikizani kwa Kiswahili wanasema miundombinu. Tuangalie hivyo vitu vya miundombinu ya viwanja sana juu tu quality ya ligi ikuwe nzuri.